Nguzo kuu tano za udereva ambazo ni kuona, kutambua, kutabiri, kuamua na kutekeleza ni somo kuu katika sehemu ya kwanza ya mahojiano kati ya TriGen Media na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Morogoro, SSP Gabriel Chiguma. Na bado tupo Morogoro. Na sasa Afande Chiguma, najua tulikuwa tunazungumzia barabara kuu ambayo inakuja kugawanyikia hapa tulipo katika makutano haya. Sahihi kabisa. Wanakwenda huko, hao ni watu wa lami hao. Tuje sasa kule ambako sasa hivi ni barabara ambazo sio za lami, zinategemewa kuwekwa lami wakati huu wa mvua. Kwanza hali kwa utafiti wako ama taarifa za awali, nako hali ikoje na unaangalizo lipi kwao? Ni kweli tumeongelea barabara kuu tatu kama nilivyosema, lakini tuna barabara nyingine pia ni kuu. Tukisema kuu maana yake ziko kwenye mamlaka za TANROADS. Ziko kwenye mamlaka ya TANROADS, lakini kuna nyingine ambazo ziko kwenye mamlaka ya TARURA. Zote hizo ni barabara ambazo zina uwezo sawa wa kupitisha watu. Nina barabara kwa mfano network ya hapo ukitoka hapa kwenda Iringa, na pale Mikumi Junction kuna barabara yetu kutoka pale Mikumi inayoenda Kilombero. Kote huko ni lami. Ukifika Kilombero pale kwenda wilaya nyingine kama za Ulanga na Malinyi, zile ni barabara ambazo bado zinategemewa kuwekwa lami siku nyingine. Kwa sasa hivi zile barabara ni tope, japo serikali imejitahidi sana kuweka moram, lakini kulingana na hali ya mvua, kumbuka tone moja huwa kama linachimba linalima, pamoja kwamba lizitengeneza vizuri sana kwa kushindilia vizuri, lakini mvua ni mvua tu, nguvu za asili ni nguvu za asili. Kama linalima. Yes, inakuwa kama linalima, kwa bado zitaweka mashimo nini, na wakati mwingine zinafikia paka udongo uliowekwa mzuri ule unatoka, zinabaki sasa kama udongo wa mfinyanzi. Kwa hiyo sasa utakuta wakati mwingine zile nazo magari mengi yanakwama. Wengine wenye vigari vidogo kama vinoa inabidi wasiende, wanaenda wale wenye gari ambazo wanaziamini. Lakini wakati mwingine kama nilivyosema, barabara zinaweza ikashare na maji, hauwezi ukayazuia maji popote pale. Bado napo ni shida, pamoja kwamba kuna mitaro mizuri imetengenezwa, lakini wakati mwingine ile mitaro na madaraja yale yanazidiwa. Juzi tu tulikuwa hapa Mikumi, umeona maji yalivyokuwa ni mengi, imebidi tu watu wakae. Ndio maana madereva nyepupa hatuhitaji, na washukuru wamekuwa ni watulivu, na sasa hivi wanajali, na hasa wenye mabasi na mizigo wanaangalia hali ya gari zao, wakiangalia na ile pressure ya maji wanakuwa wapole. Tofauti na ile waliokuwa na testi kwa miguu zamani anafanya hivi. Ninawashukuru sana wamekuwa ni waelewa kwa namna moja au nyingine, lakini bado kule kwenye barabara zetu za vumbi bado wana testi, kuangalia Bungweni, angalia gari yangu ina 4 wheel ina nini, wakitesti wakati mwingine wananasa. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo, lakini bado tahadhari ni ile tunawaambia madereva kwamba kama anataka kujaribu chombo chake awaambie abiria wote washuke, abaki yeye aliyejiamini. Barabara za vumbi ambazo anaamini pale pana utelezi, kwa sababu wakati mwingine mvua inanyesha ni ndogo, na barabara nyingine ambazo utakuta kuna udongo wa mfinyazi ni afadhali ukapita wakati wa mvua inanyesha. Ikisha maliza kama unakauka kidogo, yani unakushika kama gundi. Kwa hiyo unaweza usipite vizuri. Lakini bahati nzuri masuala ya utawala wetu sisi, kila wilaya ina DTO, kuna mkuu wa wilaya anania usalama barabarani wilaya. Kwa hiyo tunapata mawasiliano ya karibu kila siku. Askari wako kazini usiku na mchana kuweza kufuatilia maeneo ambayo utakuta wakati mwingine ni korofi. Kwa kama ni korofi lazima askari wawepo. Sio madereva wote watakaoheshimu. Mwingine anataka ajaribu. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi masaa 24. Masaa 24, Msamvu hapa anafanya kazi masaa 24. Tuna baadhi ya barriers, lakini na huko sehemu ambako ni mawilayani bado vikosi kazi viko vile vinafuatilia, kwa maana ya kuokoa maisha na kulinda maisha ya watu na mali zao. Na lengo kubwa sisi ni kuepusha ajali. Na hasa hizi, kwa sababu wakati mwingine unaweza kupata ajali, bora ukaanguka, lakini unaweza kupata ajali na watu wakapona. Sasa ukisha kuwa ukaanguka na gari kwenye sehemu ya mkondo wa maji, wewe unakuwa ni resistance kwenye maji. Sasa ile force itaweza kuua watu, hata wale ambao walikuwa na nini, walikuwa hawataki kufa, wanakuja kufa kwa ajili ya maji kuingia mle ndani na kukosa hewa. Kwa hiyo ni mambo ambayo madereva wanatakiwa wayafahamu vizuri. Kwa hiyo ni mambo gani mfano ya msingi ambayo tunaweza tukasema kila inapofika kipindi cha mvua
kwa Morogoro mnahakikisha yamefanywa? Sisi kimsingi cha kwanza kabisa ni elimu. Magari yote yanayopita Morogoro ni lazima yapite stendi kuu hapa, lakini bado tuna checkpoint za kwetu. Hii barabara ya Iringa tuna checkpoint hapa, eneo linaitwa Sanga hapo Mzumbe, ni geti kabisa. Tutapata elimu baada ya kutoka hapa, hata kama ni private ambao upiti stendi, bado utaelezwa na askari, mzee kuwa makini, mvua zinanyesha sehemu fulani ni korofi. Kwa anaenda na message. Pia anajulishwa kama una wasiwasi hujawahi kuendesha usiku na mvua au kaendesha kipindi cha mvua. Unajua mvua yenyewe pia napo udereva ule nao ni udereva ambao unatakiwa pia experience kabisa. Kuna udereva wa usiku unatakiwa mzoefu, lakini kuna udereva wakati mvua inanyesha kubwa unatakiwa pia uzoefu. Japo hatuhitaji uzoefu katika swala la mvua kubwa, sababu wepa zako kuna sehemu, japo kuna zina speed kama 3. Kuna ile ndogo ya kudash, kuna ile nyingine ya kupiga, lakini kuna ile ya kupiga haraka kulingana na aina ya nini ya mvua speed yake. Lakini hiyo tunaweza kupata guarantee, lakini tunawashauri mara nyingi kama mvua inanyesha wapaki pembeni, wasubiri mvua kubwa inyeshe. Kwa sababu hiyo wepo unazozitegemea muda wote zinaweza zikablow, ukashindwa uende wapi. Mbele uoni, mara nyingi uoni, yes, kama uoni, kwa sababu wakati mwingine sio kila magari yana AC. Kwa hiyo ukiangalia mgandamizo wa nje, zile pressure na ndani, unajua joto inatengeneza ukungu ndani. Kwa hiyo tayari hapo kuna uono hafifu. Kumbuka kuna uono hafifu. Kwa hiyo hutoona. Na usipoona tayari zile nguzo 5 za kuona tayari umeshazifeli. Kwa hiyo hapo unakaribisha ajali. Kwa ndo mara nyingi tunatoa hiyo elimu kwanza. Lakini maeneo korofi kabisa, pamoja na elimu, tunaweka askari kuzuia. Kwamba ikifika sehemu lazima uzuie. Kwa mfano kama Dodoma juzi tumezuia mpaka maji yapungue. Yote yamepungua na yameondoka asubuhi. Hapa ilianza mvua mdogo na maji yakaja mengi sana. Maji ni mengi. Kwa hiyo watu wamekaa kuanzia saa 4 usiku, wamekuja kuondoka alfajiri au asubuhi ya saa 12. Na ni heri ukawie lakini ufike salama. Hiyo ndo kauli mbiu yetu. Lakini bado Msamvu hapo tunatoa elimu hasa kwenye magari ya umma. Unaweza kusema kwa nini mnatoa hayo zaidi kuliko wengine? Wale ndo wamechukua masi kubwa ya watu. Na gari moja inaweza likachukua sijui private ngapi kwa miaka kadhaa. Nikani mpigo mmoja. Ndio maana kipaumbele chetu sana kiko kwenye magari ya kubeba abiria. Zile service buses. Ndo hasa tuko huko. Na tunakagua kweli. Ni heri watu wakachukia lakini wawe salama. Utafika tu muda watu wataenda, lakini kwa muda huu ni heri tukawakera kwa kuwa na ukaguzi mwingi barabarani, lakini wafike salama. Watalalamika lakini huyu analalamika yuko salama. Kwa sababu atakapoumia akapata bahati ya kupona bado atatulaumu tena sisi. Askari alikuwepo lakini hakuchukua, alipita huko anamwangalia. Kwa hiyo mambo mengi sana. Kwa hiyo tunapokea ushauri mwingi wenye maana, tunafanyia kazi. Mwingine ule ambao tukiona kwamba haiwezekani kwa muda huu ni lazima tuwakague, hatuna budi kufanya hivyo. Na tunachukua hatua kali sana kwa madereva wenye kukiuka sheria. Kwa sababu tunaamini ukishapata hati ya kisheria ambayo mnaita leseni, tunaamini kabisa wewe umekuwa ni conversant, umeiva taratibu zote, sheria na umahiri unaujua. Kwa hiyo ni vizuri. Kwa hiyo ukikosea hatuna tatizo kusikia habari ya bahati mbaya. Na kuna engineers always wao hawaamini kama kuna bahati mbaya. Huo ni uzembe. Na uzembe unaweza kukosti maisha. Kwa uzembe tu mdogo sana. Umeona? Kwa hiyo hatutaki kucheza na uzembe. Wakati mwingine nasikiaga maoni ya watu wanasema aka tu si muelimishe. Tunasema kwa sababu hakijatokea, lakini jambo kubwa lolote huwa linaanza na dogo. Na sisi wote tunahoji mambo ulikotoka. Unaweza kukuta wakati sisi tuna mawasiliano, RTOs wote, polisi, tuna mawasiliano ya nchi nzima. Kwa hiyo linalofanyika mkoa fulani sisi tunajua. Watu wanapokuja huku tutakwambia. Pamoja na kwamba mzee unasema hivi na hivi na hivi, lakini wewe ulisimamishwa sehemu fulani, moja ukakati. Kaidi ukusimama, sasa umekuja huku. Kwa hiyo na haraka. Hizo haraka unaweza usifike. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuelimisha pamoja na mambo kwa sababu ndo dhamana tulionayo kwa mujibu wa katiba. Kwa maneno machache, nadhani mioyo ya watu iweje hasa katika swala hilo la haraka
au hilo jambo ni dogo, mniache tufanyeje hapo? Kikubwa ni madereva kwanza kubadilika kifikra, lakini pia hata sisi abiria tubadilike kifikra. Tufanye nini abiria? Yaani abiria, kila abiria kwanza achukie uvunjifu wa sheria. Hatuna uvunjifu mdogo wala mkubwa. Sheria yote ukishaivunja matokeo yake ni ajali. Kwa hiyo ile abiria kusema tu aonywe wakati tunataka kuchukua sheria, waacha askari wafanye kazi yao. Anaposema aonywe sio kwamba askari hajui, kuna masuala ya kuonya, kuna masuala ambayo yuko serious. Na kimsingi utakuta huyo askari ameshakumbana wengi na huenda na historia ya huyo dereva. Abiria ikawa ni siku yako ya kwanza tu kupanda lile gari. Ye dereva huyo au askari ana package, nageuka wakili wa huyo, kageuka wakili. Kwa hiyo naomba tu kila mmoja ashauri vizuri, lakini akizingatia majanga yanayotukumba. Kwa hiyo wakishabadilika kifikra, kila abiria abadilike kifikra kwa kuchukia ajali, lakini asientertain kila mmoja kosa lolote tu. Tunaomba tu aungane na sisi, aadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Yako mambo ya kuelimisha. Tangu mimi naingia kikosini ni kuelimisha tu. Si tutakuwa ni lini mkomoaji. Japo elimu haina mwisho, lakini naamini kuna watu wanatoka, wanastaafu, wanaingia wengine. Mimi ninavyojua ndio hiyo elimu, lakini sio naelimisha mtu huyu skill zote. Kwa hiyo tubadilike kifikra kwa madereva, kila mmoja atimize wajibu wake, afuate sheria. Kwani sasa hivi baada ya zoezi la ukaguzi, naamini tuna madereva hodari na mahiri. Kwa sababu wale madereva ambao walikuwa nahisi wote wameshaenda shule na wameshasoma, kwa naamini tuna madereva ambao ni bora, sio bora madereva. Na wananchi kwa ujumla pia wafuate sheria. Maeneo yao yaliyotengwa kwa ajili ya usalama ya vivuko wayazingatie, wasiadharau. Umeona, wasiadharau. Lakini kingine tu naomba tu tuungane nao. Ninafarajika kwamba wako wengi wanaoelimika, kwa sababu matukio ndio yanasema kwamba sasa tumefikia kipindi fulani na wanaelewa. Lakini pia nafurahi wanapokuwa wanahoji. Zamani mtu anaweza kama dereva anaweza akashikwa, alikuwa aongea anasema tu samani hapa. Lakini sasa hivi tuna madereva ambao wameshaelimika, wanajieleza. Kwa hiyo hata kama ni askari pia utakuwa ni babaishaji, anaweza kukutoa nje. Kwa hiyo ni feedback nzuri kwamba kumbe sasa hivi tuna watu ambao wanaelewa wanachokifanya. Na kama tunaamini wanaelewa wanachokifanya, hawana budi kuwajibika kwa mujibu wa sheria. Kwa muda wa babaishaji sasa hivi hakuna. Kila mtu awe ni mlinzi wa mwingine. Awe ni dereva, wakemee. Ndani ya mabasi tunawaomba abiria wawe ni wa kwanza kukemea. Sio mpaka wapate ajali au wapate shida ndo waseme. Wanapoanza safari, kama kuna jambo ambalo ni sio zuri, wawe ni wa kwanza kuongea na kukemea. Kwa sababu maisha ni yao, wamelipa, hawajapewa lifti na wana dhamana hiyo. Kwa hiyo kuna haki na wajibu wao. Kila mmoja afuate haki yake, lakini awajibike kwa ile anataka kuwajibika. Mtazamaji wa TriGen Media, naitwa Leonard Mubali kwa niaba ya timu nzima. Adios amigo, kwa heri kwa leo.